Bwana, kuelekea kwenye mchezo wa marejeano wa kombe la shirikisho barani Afrika hatua ya robo finali, wekundu wa Msimbazi Simba ambao ndio wenyeji wa Al Masry, mchezo ambao unatarajiwa kupigwa siku ya tarehe 9 siku ya Jumatano kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa majira ya saa 10 kamili jioni. Bwana, joto linaendelea kupanda na tumeona wekundu wa Msimbazi Simba wakiendelea na hamasa ya kuhakikisha kwamba uwanja wa Benjamin Mkapa unajaa na wanakwenda kuwaondoa kibabe kabisa na kuweka rekodi ya kuweza kutinga hatua ya nusu finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Sasa tunafahamu kwamba tayari Al Masry wameshakwisha kuwasili nchini na tayari kama ambavyo tunavyofahamu kwamba wanaendelea na mazoezi, na taarifa ambayo tuko nayo ni kwamba Al Masry bwana watatumia uwanja wa JKT Tanzania kufanya mazoezi kwa ajili ya kujiandaa na mtanange huo wa marejeano dhidi ya wenyeji wao Simba Sports Club. Sasa taarifa ni kwamba mara baada ya kuwasili Al Masry bwana, unaambiwa klabu ya Al Masry wamepanga kutumia uwanja wa JKT Tanzania wa Meja Jenerali Issa Muhyo uliopo Mbweni jijini Dar es Salaam kwa ajili ya mazoezi, wakiwa wanajiandaa na mchezo wa marudiano wa robo finali kombe la shirikisho Afrika dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba. Wana tayari kikosi kimeshakwisha kuwasili. Sasa moja kati ya jambo ambalo limeshtua kidogo ni ile taarifa ambayo Al Masry wameitoa kupitia kwenye ukurasa wao wa Instagram mara baada ya kuwataja Yanga. Bwana, wamewataja vipi? Ngoja nikupitishe kwenye ukurasa wao wa Instagram. Bwana, ukipita huko kwenye ukurasa wa Al Masry, wao wameweka kwanza picha nyingi, lakini wakawa wameweka pia picha za mashabiki wa Tanzania ambao wanaonekana mashabiki wa Yanga. Walichokiandika kutoka kwenye ukurasa wao huo rasmi wa Al Masry, wakaandika "We are happy to meet again with the fans of Young Africa". Halafu wakaweka transition ya Kiswahili chini wakaandika "tunayo furaha kukutana tena na mashabiki wa Yanga Afrika". Halafu chini pia wakaweka transition ya lugha yao ya Kiarabu. Kwa hiyo jamaa wanataka support kutoka kwa Yanga, na kama ambavyo tunafahamu kwamba Simba na Yanga ni moja kati ya timu ambazo ni mahasimu, watani wa jadi. Kwa hiyo mara nyingi tumekuwa tukishuhudia baadhi ya mashabiki wa Yanga wakisapoti wapinzani wa Simba pale ambapo pengine Simba wanakuwa na mchezo husika na timu, lakini pia tunaona baadhi ya mashabiki wa Simba wanawasapoti timu ambayo ni mpinzani wa Yanga. Kwa hiyo ni moja kati ya utamaduni fulani ambako kapo, lakini ni moja pia kati ya jambo ambalo linapokuja swala la kitaifa hatutakiwi kuwa hivyo. Linapokuja swala la kupeperusha timu ya bendera ya taifa la Tanzania hatutakiwi kuwa hivyo, lakini mwisho wa siku hatuwezi tukazuia uhasama ama utani uliopo kati ya mashabiki wa Simba na Yanga. Lakini pia si tu hapa Tanzania kwamba pengine timu fulani kusupport timu fulani, hata kwenye mataifa mengine pia tumeshuhudia hizo kasumba zikiwepo. Mfano South Africa tunaona mashabiki wa Orlando Pirates pindi ambapo wanaona Mamelodi Sundowns anacheza na timu nyingine, mashabiki wanakuwa na support timu nyingine dhidi ya Mamelodi Sundowns. Lakini pia Mamelodi pia wamekuwa kisapoti wapinzani wa Orlando Pirates. Kwa hiyo ni moja kati ya utamaduni fulani ambako kapo, na timu mgeni anapofika kwenye taifa fulani huwa anatafuta advantage ya tafuta mashabiki wa timu fulani ambao ni mahasimu wa hiyo timu ambao wanakwenda kucheza nao, basi wanakuwa wanapata support kutoka kwao. Kwa hiyo hiki ambacho amekifanya Al Masry bwana, unaweza kuona kwamba wanatambua kwamba Simba na Yanga ni mahasimu wakubwa. Kwa hiyo wanaamini kwamba mashabiki wa Yanga watawasapoti kwa namna yoyote ile, kwa sababu mashabiki wa Yanga pia hawatamani kuona pengine Simba akifuzu kwenda hatua ya nusu finali. Kwa hiyo ni moja kati ya jambo ambalo nimeona nikusogezee na kile ambacho wamekiandika Al Masry kupitia kwenye ukurasa wao wa Instagram, wakiwa na furaha ya kukutana na mashabiki wa Yanga, alafu wakiamini kwamba wanakwenda kupata support
kutoka kwa mashabiki hao wa Yanga. Kwa ni moja kati ya taarifa ambayo Al Masry wameitoa kupitia kwenye ukurasa wao wa Instagram, wakizungumza ama wakiandika kwamba tunayo furaha kukutana tena na mashabiki wa Yanga Afrika. Sasa kwenye ukurasa huo wa Al Masry ukipita kwenye upande wa comment mara baada ya kuandika ujumbe huo wa kuzungumza kwamba tunao furaha ya kukutana na mashabiki wa Yanga, bwana, kuna comment nyingi ambazo baadhi ya mashabiki kutoka nchini wameweza kucomment na wadau wa soka wameweza kucomment juu ya kauli hiyo ambayo wameitoa Al Masry. Official Kevo yanasema mambo anayopenda kusikia wakati huu. Moja kati ya shabiki wa Yanga yanasema ni mambo ambayo anapenda kuyasikia wakati huu. Lakini Mr. Mwanya, moja kati ya comedian anafanya vizuri hapa nchini, yeye pia kupitia kwenye ukurasa huo wa Al Masry, yeye amecomment pia akaandika asante kwa mwaliko, mimi nimeupokea. Alafu akea emoji ya kucheka na kuweka love ya Yanga. Mwingine na Mr. Black pia yeye akaandika karibu sana wakuu, kila mnachohitaji mtapata, ndicho ambacho amekiandika. Mwingine anasema familia, mwingine anasema my favorite team since was Yanga, ndicho ambacho amekiandika. Nasema oya, hilo limekwisha, tutajaa uwanjani tuwasapoti. Mwingine anasema aisee, mwingine anasema welcome back familia, mwingine anasema karibu sana, mwingine anasema karibuni. Nakumbuka mwaka 1999 babangu aliwahi kuniambia chimbuko la baba yake babu alikuwa ni Mwarabu, kwa hiyo karibuni ndugu zangu wa damu, anaitwa Viwalo. Yeye anasema we are together. Mwingine anasema huyu atakuwa ni Alikamwe tu. Mwingine anasema na mganga wao tutawaonesha. Yeye anasema kama wamefurahi kukutana na mashabiki wa Yanga, huyu anasema na mganga wa Simba wao watawaonyesha. Mwingine anasema siwezi ishi bila Al Masry, wallahi nimejua kunikosha. Mwingine anasema we love you from sawa. Mwingine anasema nyie ni zaidi ya ndugu, karibuni sana. Mwingine anasema Yanga Africa fans we are real on. Mwingine anasema ubaya ubwela wameanza kuomba msaada wa mashabiki, litakufa jitu maana mmekuja na shobo kwa Mkapa, hatoki mtu ubaya ubwela. Huyu anasema ubaya ubwela. Mwingine anasema mna wazimu. Mwingine anasema aisee, mmefika wapi kwani sasa hivi mbona mnachelewa? Kama hamna nauli semeni tuwatumie wauni sawa. Mnasema Yanga tuko na nyie hadi kieleweke. Mnasema tuko pamoja, nyie mlete madufu wapigaji tupo ama namna gani? Mnasema mkuye Al Masry Simba akaweka matokeo akaandika Al Masry 0 Simba 0 full time. Ninasema tutawapa mbinu za kuwashambulia hao makolo. Ninasema njoni tu mashabiki mtawakuta huku. Ninasema karibuni sana, hiyo timu mnaocheza nayo ni kibonde, ina miaka 4 haina kombe na ilikimbia mechi tarehe 8 na beki zao zinajifunga sana. Kipa mashuti ya mbali aoni. Nasema huyu admina amezaliwa Kazula Mimba Kigoma kabisa. Nasema tumefly sana na sisi pia. Kikubwa tunaomba mtufanyie kazi iliyotukuka, paki basi la maana. Hawa Simba sisi tunawaita makolo huku watoke. Sisi Yanga hapo wanapowatishia nyie eti kwamba hamtoki, tunawafungaga 5. Tena juzi tu wana mechi 4 mfululizo, hawatusumbui hawa na juzi tu hapa wametukimbia, hawajaja uwanjani. Sisi tunawapenda sana, ila tutoleeni kenge kimataifa, haina uwezo kikubwa, mjadhari na uchawi wao tu. Huyu ni moja kati ya shabiki wa Yanga ambaye ni kama ameamua kuvujisha siri kwa klabu ya Al Masry kwa kile ambacho kinaendelea. Kinasema ndugu zangu, ni kama tulivyokubaliana, hints hizi mzizingatie. Moja, mtapata nafasi, mkipata nafasi mpige mashuti ya mbali, kipa nishati. Tu hamna kitu, mmejionea wenyewe kule Suez Canal. Bila akasema mabeki wao wa pembeni wote wazee, edge go, speed mgogoro, kwa hiyo mpange wingers wenye speed ili mkipata counter mwapime umri. 3 akaandika mjaribu kudondosha mipira mirefu nyuma mabeki wao, then winga mwenye speed au namba 9 wenu wafungue turbo ya speed kwenda kwa kipa, maana beki wao mmoja wakati ni mbovu kwa mbio na hana accuracy mguuni. Mnasema 4 hapa kaandika wana Mpanzu na Akibu wote ni wasumbufu ila hawana
Bwana, ni moja kati ya ushauri mmoja ambao shabiki mmoja ameandika kupitia kwenye ukurasa wa Al-Masry, akitoa ama akiwapa mbinu Al-Masry namna ya kuiua, namna ya kuua mnyama. Bwana, ni moja kati ya ujumbe ambao Al-Masry wameuandika kupitia kwenye ukurasa wa Instagram, wakizungumza kwamba wanafurahi kukutana na mashabiki wa Yanga na wanaomba support yao. Kwa hiyo hizi ni comment baadhi ambazo zimeandikwa pia na mashabiki ambao wameona ujumbe huo, na wengi wakiandika kuhusiana na cha kwanza kufurahishwa na kile ambacho amekiandika Al-Masry kwamba amefurahishwa. Kwa hiyo ni kuelekea kwenye mchezo wa robo finali Simba dhidi ya Al-Masry, tusubiri nini ambacho kitatokea, lakini iko hivyo. Al-Masry wameamua kutafuta support na wanataka mashabiki wa Yanga waweze kuwaunga mkono kwenye mchezo huo wa robo finali unaokwenda kupigwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa tarehe 9 siku ya Jumatano majira saa 10 kamili jioni. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.